Naam, wana ukuu wa Mwafrika. Rais wa Kenya William Ruto ameomba msamaha kwa taifa la Tanzania au kwa nchi ya Tanzania kwa yale ambayo yamekuwa yakitokea. Tunajua sintofahamu ya hivi juzi na hivi karibuni ambayo wanaharakati waliokuja huku Tanzania, mmoja kutokea Uganda na mwingine kutokea Kenya, Boniface Mwangi na yule mwanadada wa Uganda. Lakini pia kuna Martha Karua ambaye yeye ni mtu wa haki za binadamu, ambao walikuja katika kufuatilia mwenendo wa kesi hii inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, ambapo sasa waliweza kurudishwa. Na pamoja na mengi yaliyoendelea, sitaki kuongea sana hayo, lakini waliweza kurudishwa kwa sababu wanasema kuwa walijaribu kuwasiliana hawa wa huku, wasiliana na serikali za kwao kule. Nafikiri zile serikali zikasema hatujui lolote kuhusiana na hawa watu kuwepo huko, kwa ikabidi sasa warudishwe. Na katika kurudishwa, basi wengine wamerudishwa katika hali ambazo sio zile walikuja nazo huku. Na katika kurudi hivyo, basi tukaona Wakenya sasa, raia naongelea, baadhi ya raia, sio wote, baadhi ya raia wa Kenya wakaanza sasa kuingia mitandaoni, wakaanza kutukana, wakaanza kumtukana rais wa Tanzania, tukana sisi raia wa Tanzania, tukaambiwa maneno mengi kweli. Watanzania hawajasoma, Watanzania hawajui Kiingereza, Watanzania, mambo mengi ambayo mmeyaona kwenye mitandao, jambo ambalo kiukweli mimi binafsi sikulifurahia, kwa sababu Waafrika ambao tunatakiwa tuje pamoja, leo tunaanza kugawanyika kwa maswala kama haya au mambo kama haya, na kuanza kutukanana, wa Kenya wakitukana wa Tanzania, na Watanzania baadhi na wao wakijibu yale matusi ya Wakenya wanayoyatukana. Kwa mwisho wa siku nikawa najiuliza, tunayemnufaisha hapa ni nani? Tunayemnufaisha hapa takuwa sio mwingine ila ni maadui ambao wanataka waje watuingilie na mambo kadha wa kadha. Lakini tukaona pia mabunge pia na yenyewe pia vile vile yakirushiana maneno kwa namna hiyo. Bunge la huku likisema kwa nini hawa, na bunge la kule likisema hatuwezi kujadiliana na wale watu ambao ni washamba, mambo ya namna hiyo. Lakini anapokuja kiongozi mkuu kama rais wa Kenya sasa kuja kuongea mambo haya, kuwa jamani, tunahitaji tujenge kwa pamoja, kwa sababu katika hii hotuba yake aliyokuwa anaiongea ameiomba msamaha Tanzania. Kwa niaba amesema kama watoto wetu kuna jambo lolote ambalo wamelifanya, by the way wamefanya mambo haya, asema watoto wetu kwa yale walioyafanya ambayo hayakuwapendeza, basi mtusamehe. Lakini pia vile vile ameomba msamaha pia kwa Uganda, na akasema tunahitaji tuje pamoja, na akasoma Biblia katika kitabu hiki cha Zaburi ya 133 inayosema, tazama jinsi ilivyo vema na ya kupendeza ndugu wakikaa kwa pamoja na kwa umoja, ni kama mafuta yashukayo katika ndevu za Haruni. Kwa maana kuwa sasa tunahitaji tukae pamoja ili kwa ajili ya kutatua changamoto zetu, lakini huku tukisaidiana. Kumbuka sisi ni jumuiya ya East Africa. Kwa hiyo maana yake tusitenganishwe na ile mipaka ambayo wakoloni waliweka. We have to come together sisi kama wa Afrika, bila kujali hii mipaka ambayo iliwekwa na wakoloni, kuwa hii itaitwa Kenya, hii itaitwa Tanzania, hii itaitwa Uganda, hii itaitwa Kongo. No. Tuje pamoja, tushirikiane kwa pamoja, tufanye biashara kwa pamoja. Masuala ya kidiplomasia, tuwe na diplomasia ambayo ni nzuri, ambayo hatutaweza kupigana, kwa sababu kama mnavyojua na kama mnavyoona, vijana wengi kule hususan Kenya waliingia sana kushambulia, waliingia sana kutukana, waliingia yani mambo kadha wa kadha kama hayo. Sasa ni mambo ambayo mimi nilikuwa najiuliza, Afrika ambayo tunatakiwa tuilete pamoja, leo tumeanza kutukanana kwa sababu tu ya wanaharakati ambao wamekuwa wakifanya harakati zao. Na harakati hizi tunakaa tunajiuliza, hawafanyi harakati kuhimiza watu tuingie shambani tukalime. Hawafanyi harakati kuhimiza watu tuungane tuwe kitu kimoja. Hawafanyi harakati hizo, lakini harakati zao zinapigwa ziko kwenye swala la demokrasia.
Kwa bahati mbaya sana, mimi kama mimi hapa si muumini sana wa masuala ya demokrasia, kwa sababu by the way tunajua demokrasia imetufikisha hapa wa Afrika tulipo. Na hata ukiona watu tunatukanana ni kwa sababu ya kitu kinaitwa demokrasia. Huku tukidai kuwa sisi kwa in the name of democracy unaweza kumtukana hata mtu aliyekuzidi umri. Lakini tukumbuke katika sheria hizi za Kiafrika, sijui kwa mataifa mengine, lakini katika sheria za Kiafrika ni mbaya sana kumtukana mtu aliyekuzidi umri. Ukamtukana, ukaanza hivi na hivi. Na siongei haya kwa sababu ya mimi Mtanzania kutetea kiongozi wangu wa Tanzania, lakini naongea katika dhana nzima ya ukuu wa Mwafrika. Hiyo ndio naiongelea zaidi, kwa sababu mtu aliyekuzidi umri ukaanza kumtukana. Mfano tumeona ndugu zetu wa Kenya, jambo ambalo sasa rais wa Kenya amekuja kuomba msamaha na kusema vijana wetu wamefanya mambo ambayo pengine hayakuwapendeza, kwa hiyo tunaombeni mtusamee. Na kiukweli mimi nina imani kabisa kiongozi mkubwa anapoongea basi kwa namna hiyo kunakuwa mambo yanakaa vizuri, kwa sababu ni kiongozi mkuu wa taifa la Kenya, William Samoei Ruto, ambaye ameongea kwa niaba ya Wakenya. Amesema basi tutakiwa tuje pamoja, tukae pamoja. Lakini kunaona matusi vijana wanayoyatukana, mara wengine waseme wewe Samia atakuja tukuoe. Yani ni vitu ambavyo yani hata katika ule ukuu wa Mwafrika, si unaelewa, katika ile dhana ya Kiafrika ni jambo ambalo uwezo ukaliongea jambo kama hilo. Matusi mengi ambayo mmeyaona ambayo wameyatukana na vitu kama hivi. Sasa haifai iwe hivyo. Inafaa tuungane kwa pamoja, tuangalie changamoto zinazotukabili sisi kama wa Afrika wote kwa pamoja. Alafu tuangalie ni mambo gani tunaweza kushirikishana au kushirikiana. Kwa sababu ninaamini kuna mambo ambayo Tanzania hatuna, Kenya wanayo. Kuna mambo ambayo Kenya hawana, Tanzania tunayo. Je, tutashirikiana vipi kwa pamoja? Mfano mzuri naweza kutoa kama huu ambao Ibrahim Traore anapojaribu kutuunganisha sisi wa Afrika kwa pamoja, yani kwa kauli anazoziongea. Huoni akiwa amesimama kama rais wa Burkina Faso, lakini unaona amesimama kama rais wa Afrika. Nafikiri ndicho tutachokiona pale kwa Captain Ibrahim Traore. Sasa haya yote je, tutayawezaje au tutawezaje kuyafanya ikiwa tumeanza kugawanyika, ikiwa tumeanza kutukanana, ikiwa tumeanza kurushiana maneno? Wakenya waorushie maneno wa Tanzania na Watanzania waorushie maneno wa Kenya. Hii inakuwa haiko sawa, kwa sababu mwisho wa siku tutakuwa tumeruhusu pengo kubwa sana kwa adui kuja kutuingilia na adui kuja kutuvamia, wakati tulitakiwa tushikamane, tuwe kitu kimoja na tuwe kwa pamoja na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana, mimi binafsi katika dhana ya ukuu wa Mwafrika nampongeza sana rais wa Kenya William Samoei Ruto kwa hiki alichokifanya, kwa sababu mwisho wa siku tumeona si wa Tanzania sana waliokuwa wanatukana, lakini ni wa Kenya waliokuwa wanatukana zaidi. Yani nafikiri hili linaeleweka. Vijana baadhi wa kule Kenya wakitoa matusi mengi sana, wakitukana sana, tukana rais wa Tanzania, lakini tukana pia na wa Tanzania, wakituambia hamna akili wa Tanzania. Mfano kama kwenye bunge letu hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mujibu wa katiba sisi ya Tanzania ni kuwa mtu anayegombea ubunge anatakiwa tu ajue kusoma na kuandika. Basi hivyo tu. Ni katiba yetu sisi ya Tanzania. Mtu anayeenda kugombea nafasi ya ubunge anatakiwa ajue kusoma na kuandika. Kwa maana yake mtu kama alifika darasa la 7 anaweza, kama anajua kusoma na kuandika, anaweza kagombea na akawa mbunge. Tuliwahi kwenye hili bunge la Tanzania, tuliwahi kuwa na mtu alikuwa anaitwa Profesa Maji Marefu, kama mnamkumbuka vizuri, lakini kwa sasa alishafariki. Yule alikuwa ni darasa la 7 elimu yake. Na miongoni mwa hao watu kama hao, sijui, nafikiri walikuja kujiendeleza baadaye, ni Msukuma, huyu mbunge Msukuma. Unaona the way wakaweka ile clip wakati na speaker wa bunge ndo anajieleza, huyu Dr. Tulia wakati anajieleza kwa anaita, sasa akawa anaongea, huyu bwana anaongea kwa Kiingereza, lakini sasa ni Kiingereza kimevunjika sana huyu Msukuma. Na Msukuma mnajua mara nyingi sana akiongea kuna vitu vingine anafanya makusudi, anaongea ili kuwachekesha watu. Kwa sasa nikaona na yenyewe ile wa Kenya baadhi
sisemi wote ndugu zanguni, no, tunaongelea baadhi, kwa sababu Kenya kule kuna watu wengine pia walikuwa wanawakataza hawa wanaotukana, kwa sababu hatuwezi kusolve matatizo kwa kutukanana, hatuwezi kusolve matatizo kwa kuaibishana au kudhalilishana kwa udhalilishwaji. Hatuwezi kusolve matatizo yetu kwa namna hiyo. Tunaweza kuyasolve matatizo kwa kukaa pamoja mezani, kuangalia tatizo ni nini, ili tusolve hayo matatizo. Kwa hiyo hii na yenyewe nikaona baadhi wameweka, alafu wanasema Watanzania hawa ni vilaza, mnaona hawajui Kiingereza na nini. Kweli tuanze kushindania kwa sababu ya Kiingereza. Kiingereza kinaleta maendeleo ndugu zanguni. Wachina pale walipo mnaona wanajua Kiingereza, lakini kaangalie maendeleo walionayo. Ukienda nchi kama Denmark, nchi kama Norway, unaona hawajui Kiingereza, lakini nenda kaangalie maendeleo walionayo. Ukienda nchi kama Ujerumani, unakuta hawajui Kiingereza, lakini nenda kaangalie maendeleo walionayo. Kwa sababu maendeleo sio Kiingereza. Maendeleo ni umewezaje kutatua changamoto ulizokuwa nazo. Mnamuona yule Xi Jinping au Vladimir Putin wa Urusi, sio kuwa hajui kuongea Kiingereza, lakini popote anapoenda haongei kabisa Kiingereza, anaongea Kirusi ambacho sasa watatafsiri hawa wanaokuwepo pale. Kwa hiyo tunaanza kushindania vitu ambavyo Kiingereza hawa hawajui, au sijui sisi tuko advanced zaidi. No, tunahitaji tuje pamoja, tufanye maendeleo kwa pamoja, tuje pamoja. Kenya na Tanzania sisi ni ndugu tena wa damu. Takumbuka kuna mgogoro uliwahi kutokeaga wakati wa utawala wa Jakaya Mrisho Kikwete akiwa rais wa Tanzania. Kuna mgogoro uliwahi kutokea kati ya Malawi na Tanzania, tukigombania mipaka ya kwenye ziwa lile, ziwa Nyasa kule. Lakini unaona busara ilitumika, kiongozi wa Tanzania alimuita kiongozi wa Malawi, wakayaongea, wakasema sisi ni ndugu, hatufai kupigana. Ugomvi ule haukutokea mpaka leo. Kwa hiyo hata hapa na maana nikasema tunampongeza William Ruto, rais wa Kenya, kwa hili. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika. Nataka Afrika tuungane, tuwe pamoja, tuache haya matabaka. Asanteni sana.